Sina shaka usemi wa kizuri cha jiuza kibaya cha jitembeza si maneno mageni masikioni mwako. Na haya si maneno ya kupisha wakati, bali ni falsafa iliyobeba matumaini, mipango na imani ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuendeleza sekta ya michezo kama muhimili wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Leo usemi huu unajitafsiri kwa vitendo kupitia maandalizi ya miundombinu ya michezo kuelekea michuano mikubwa ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027. AFCON ni mashindano makubwa ya soka barani Afrika yanayoandaliwa kila baada ya miaka miwili chini ya Shirikisho la Soka Afrika CAF. Tangu kuanzishwa kwake mnamo mwaka 1957, mashindano haya yamekuwa kwa kasi na sasa yanashirikisha timu 24 bora za mataifa kutoka barani Afrika. Kwa mwaka 2027, macho ya Afrika na dunia kwa ujumla yataelekezwa Afrika Mashariki, ambapo mashindano hayo yataandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Uganda pamoja na Kenya. Katika kuonyesha dhamira ya dhati ya serikali, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amefanya ziara maalum Januari 31 kukagua maendeleo ya ujenzi wa uwanja unaotarajiwa kutumika katika michuano hiyo. Akiwa katika ziara hiyo, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar amesema serikali imeridhishwa na hatua zilizofikiwa, akisisitiza kuwa azma ya kutumia uwanja huo kwa michezo ya AFCON 27 iko pale pale. Tumeona hali halisi ya maendeleo ya ujenzi wa uwanja. Maendeleo yanaendelea vizuri, kazi inaendelea vizuri, na kwa hakika uwanja huu kama ambavyo tumeonyeshwa pale kwenye michoro ukikamilika, tunategemea utaweza kuchukua wananchi 36,500. Maendeleo ya ujenzi yanaendelea vizuri. Wenzetu wametueleza kwamba sasa wako kati ya 30% ya ujenzi na wako kwenye muda kama ambao muda tumewapa. Lakini kizuri zaidi ambacho kimenifurahisha sana ni kuona namna ya kampuni yetu ya Orkun ambao wako serious, wanafanya kazi hapa mchana na usiku. Na nataka niwahakikishie wananchi kwamba kazi hii itaendelea kwa sababu vifaa vyote vinavyohitajika kwenye uwanja viko tayari hapa site. Kwa hiyo hakuna sababu ya kazi hii kudelay. Lakini wahakikishie kwamba uwanja huu hautasimama, na azma ya Mheshimiwa Rais iko pale pale. Mwaka 2027 uwanja huu utatumika kwa michezo, mashindano ya AFCON ambayo wenyeji ni Tanzania, Kenya na Uganda. Kwa hiyo uwanja huu utakuwa tayari kwa viwango vyote vilivyokusudiwa ikifika huo muda ambao wamekusudia. Phase hii tunajenga huu, lakini kutakuwa na hoteli 5-star hotel na itakuwa ya baharini, itakuwa iko maeneo hapo mbele hapo pale tulipokwenda mbele. Lakini kutakuwa na hospitali ya sports hospital, nayo itakuwa upande huu nyuma kule. Lakini kutakuwa na uwanja mwingine wa paredi hapa. Sasa ile kucheza paredi ndani ya uwanja kwenye zile nyasi tutaondosha na tutaweka uwanja mwingine wa paredi utakuwepo hapa. Lakini tutakuwa na access ya parking. Najua mtauliza magari yatakaa wapi? Zaidi ya gari 2000 zitakuwa na parking ya kukaa bila shida yoyote. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba Mheshimiwa Rais amekusudia kufanya kitu kikubwa, na sasa kazi hii inaendelea. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, naamini leo na siku nyingine zijazo mtaendelea kuwa mabalozi wazuri wa kuyatangaza mema yanayofanywa na serikali yetu chini ya uongozi wa Daktari Hussein Ali Mwinyi, ambayo kwa hakika yanaendelea kuineemesha Zanzibar, yanaendelea kuipa heshima Zanzibar, lakini yanaendelea kuitambulisha Zanzibar katika sura ya kimataifa siku hadi siku. Duniani miwanja kama hii, ukitembelea pale Uingereza kwenye Emirates Stadium, uwanja kama huu ule unabeba watu 60,000. Lakini kuna vitu ambavyo uwanja huu vinafanana
Nadhani ukikamilika, watu wataona ni fursa zipi za kibiashara ambazo zitapatikana kwenye maeneo haya. Kwa upande wake, Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Dr. Riziki Pembe Juma ameweka bayana kuwa wizara yake itaendelea kusimamia kwa ukaribu utekelezaji wa mradi huo ili kuhakikisha malengo yaliyokusudiwa yanafikiwa kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Huo muda utakapofika wa kuja kufanya hiyo phase 1, lakini muda wa mashindano yale tutaandaa utaratibu mzuri wa kuwa wanafanya biashara wetu wanapata nafasi nzuri ya kuja kuonesha kazi zao mbalimbali. Wajasiriamali wakae tayari, lakini wale